ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أحبتي في الله، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى: إن للمتقين مفازا. Watukufu wa Islamu, baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumpatia rehema na amani Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, watukufu wa Islamu, hatuna budi kutoa shukrani zetu za dhati kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ala hadhihi an-ni'ma, kwa neema hii ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amenipatia mimi na wewe. Kutoka nyumbani kwako kwa miguu yako miwili ukaweza kufika katika nyumba ya Allah kwa ajili, kwa nia ya kuwahi na kudiriki swala ya Ijumaa. Tusione ni mambo yamepita tu hivi hivi, watukufu wa Islamu, isipokuwa ni taufiki ya nani? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na dalili tumemsikiza kwa imamu wetu sahihi alituambia jambo vile vile, kuonyesha kwa mwanadamu saa ila saa mpaka ni saa, you never know, anything can happen to you. Mara nyingi sana sisi wanadamu tunaghafilika na mambo mingi sana, kiasi ya kwa mtu akijiona yeye ameamka akiwa hai anajiona hapana, itachoboa mpaka jioni. Si hivyo kwa Islam. Si bali nakumbuka mwezi uliopita April tarehe 4, siku ya Ijumaa, mimi na rafiki yangu tulikuwa watu watatu, tumekwenda sehemu, tumeenjoy, Juma imefika, tumeswali Juma tukiwa watu watatu, tumerudi, tumefanya 1 2 3, tunarudi sehemu ya Malindi, yule mwenzetu akatambia hapana, ni chagulieni. Imagine, chagulieni. Tukatangulia, tukiingia msikitini swalatul asr, hapo ni saa tumeachana na yeye saa 8 saa 9 kasorobo. Tumeingia msikitini asr, kwa sababu Malindi ni asri mapema. Tuko msikitini, nikaha inaendelea, tukapata simu, mko wapi? Basi tumefika, tuko msikitini, alafu kile batajali hali yake taabani. Na hivyo ndivyo ilivyokuwa. Tukiwa watu watatu pamoja, tunarudi wawili, tunamwacha mwenzetu 1 hour later, tunapata simu, umepata accident. Na hivyo ndivyo alipotuacha mtoto mdogo wa miaka 30. Hapa ni hivyo hali ya kufa. Kwa hivyo tumwogopeni Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kila ukipata wakati jaribu kuwa ana alaka nzuri kati yako na Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu jambo lolote linaweza kuhappen kwako. Watukufu Islamu, kwa sababu ya wakati, Ijumaa ya leo inshallah Ta'ala tutakumbushana ambapo baina alaka na hii tumeanza sunnatu al-ibtida. Sunnatu al-ibtida. Suala ni kwa nini mwanadamu anapewa mtihani? Kwa nini mwanadamu anapewa mtihani? Je, tunajua ni kwa sababu gani Allah anatupatia mtihani? Kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatupatia vifo vinatokea katika maisha yetu?
Kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala anatupatia mitihani mbalimbali? Kukosa kazi, mitihani ya kukimbiwa na bibi yako, mitihani ya bwana yako kwenda kuoa bibi mwingine, matatizo yakatokea, mitihani ya maisha kupanda, mitihani ni nyingi. Sasa suala tunajiuliza, kwa nini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anampatia mwanadamu mitihani? Na sote kila mmoja, hizi kanzu zimestiri mambo, kila mmoja hapo kimwambia asalamu alaykum vipi, atakutabia watu, yaani kiasi kwamba hatosha, lakini hao wanambia mimi nikikuelezea yangu ni makubwa zaidi. Kwa hivyo tusitiriane, tumefanyana. Kwa hivyo kila mmoja kuna matatizo, lakini wanazuoni ulama wametuelezea mambo mengi sana, lakini tutaelezea mambo 4 au 5 ikiwa tutakuwa na wakati. Al-hikmatu min sunnati al-ibtila min Allah tabaraka wa ta'ala. Jambo la kwanza, al-idharu wa tahqiq al-ubudiyya lillahi tabaraka wa ta'ala. Sababu ya kwanza kwa nini Mwenyezi Mungu anatupatia mitihani ni kudhihirisha na kuhakikisha ya kuwa sisi kama waja tumeumbwa, hatukuja duniani kivyetu. Sisi tumeumbwa na Allah, na tumeumbwa na Allah kwa malengo, al-hadaf. Wa ma hadha al-hadaf wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. Na katika mitihani ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anawapatia waja wake, kuna mitihani ambayo ni ya khair wa shar. Arkanu al-iman, mwisho ni kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala bil qadar khairihi wa sharrihi. Kwa hivyo kama mwanadamu unapopatwa na mtihani, ujue aliyenipatia mtihani kama huu si jirani wala si fulani wala si kurogwa. Hii ndio matatizo ambayo kwamba wengi katika Waislamu leo, tatizo kidogo tu ni fulani, amefanya nini, ameniroga, ni fulani. Kwa nini? Nilipita akaniangalia kwa jicho baya, ni fulani. Kwa nini? Qala Allah ta'ala fi surah al-Anbiya aya 35, Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, wa nabluukum bisharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un, na tutakufanyieni mitihani. Allah anasema, Mwenyezi Mungu anasema, kwa misiba ya shari na ya khairi, na kwetu nyote mtarejea, mtarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika sura al-Hajj, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anatuambia, wa minan nasi man ya'budu Allaha ala harf, fa in asabahu khayrun itma'anna bihi wa in asabathu fitna inqalaba ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah, dhalika huwa al-khusran al-mubin. Wa minan nas, na katika watu, man ya'budu Allaha ala harfi, wako wale ambao wanamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala wakiwa na shaka, doubt. Wakifikiwa hao watu na mambo ya kheri, basi hutulia nafsi zao, nyoyo zao zinatulia wanapopata mambo ya kheri. Alikuwa hana kazi akapata kheri, akapata kazi. Alikuwa hana bibi akapata bibi. Alikuwa na matatizo, Allah akamuondoshea, utampata ametulia vizuri sana. Lakini na akufikiwa na fitna, matatizo, misukosuko, kubadilika juu ya nyuso zao, utamwona mtu amebadilika kabisa. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anatuambia, basi huyo mtu amepata hasara ya dunia na vile vile amepata hasara ya akhera
na hiyo ndiyo hasara iliyokuwa ya wazi. Kwa hivyo hatufai kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ala hafi. Jambo la pili, idhaharu at-tawadhu. Kwa nini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anatupatia mtihani? Kwa nini? Jawabu la pili ni idhaharu at-tawadhu, ili tupate kudhihirisha unyenyekevu, humble down to earth. Wa fihi darsu fi at-tawadhu wa at-tawakkul ala Allah tabaraka wa ta'ala wa tarku al-i'jabi an nafs. Katika sala kama hili kuna somo, kuna fundisho la atawadhu, kunyenyekea na kumtegemea Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na kuacha kujiona. Ijab ni kujiona, an nafsi, kutokamana na nafsi yako. Qala Allah ta'ala fi surati Tauba aya 25, Allah anatuambia watukufu Waislamu, kuambia masahaba. Mwenyezi Mungu anawaambia masahaba, na ni sote Mwenyezi Mungu anawakumbusha masahaba, anawaambia nini? Laqad nasarakumullah fi mawatin kathira wa yawma Hunain idha a'jabatkum falam tughni ankum shay'a wa daqat alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin. Mwenyezi Mungu anawakumbusha, anawaambia bila shaka Allah subhanahu wa ta'ala amekunusuruni, Allah amewapatia nusra fi mawatin kathira, katika sehemu nyingi sana. Ghazwat Badr, Waislamu wakiwa wachache sana, 13 kwa 1000, bimaana ya kuwa ndani ya vita vya Badr Muislamu mmoja alikuwa anapambana na makafiri watatu. Mmoja anapambana na makafiri watatu. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia wa yawma Hunain. Kuna nini? Siku ya Hunain kulitokea nini ya Allah? Siku ya Hunain Mwenyezi Mungu anatuambia idha a'jabatukum, wingi wenu. Masahaba walipojiona ya kuwa katika vita kama hivi vya Hunain wako zaidi, takriban watu wa sera, ulama wanatuambia walikuwa ni 10,000 na kiasi. Aliyoko mbele jeshi, katika jeshi wale wa laini ya kwanza, alikuwa anaangalia laini ya mwisho, alikuwa haoni, na aliyoko mwisho anaangalia mbele, haoni ni nani wako kule, kwa sababu walikuwa ni wengi. Lakini kitu gani kiliendelea kwa Uislamu? Idha a'jabatkum falam tughni ankum shay'a, wingi wao iliwafanya wao wajihisi ya kuwa watashinda, yani kiasi kuwa kama vichwa vyao vilifura kwa wingi wao. Lakini haikuwa hivyo. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anatuambia, lakini hakukufaeni, yani wingi wenu haukufaa chochote, na ardhi ikawa dhiki juu yenu. Waislamu walipata dhiki, mishale inatoka from nowhere, watu wamejificha katika msitu na juu ya majabali. Waislamu wakishuka wanavamiwa kisawasawa. Nini ilifanyika? Wakaanza kurejea nyuma Waislamu, na ghafla Waislamu wakakimbia. Tupata mafunzo gani ya kufa? Masahaba 10,000 lakini wanadhalilishwa na makafiri. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa atawadhu ilitoka kwao. Sasa somo ni gani? Somo mkiwa watukufu Waislamu, Mwenyezi Mungu akukupatia mali, hapo down to earth.
Allah subhanahu wa ta'ala akukupatia elimu, down to earth, atawawa. Watoto, be humble, usiwe na al-kibr, at-takabbur. Uko na kazi nzuri, ni manager mahala, jua ya kuwa hiyo kazi ukuwa nayo wewe, Allah amekupatia down to earth, atawawa, kuwa mnyenyekevu. Kwa hivyo ni moja katika sababu kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajua. Jambo la tatu, al-kashfu an haqiqati an-nasi wa ma'adinihi, kudhihiri na kupambanua ukweli wa mtu. Wengi katika sisi utamsikiza mtu anakwambia Sunni, mimi ni mtu wa sunna, I love Allah, napenda Mwenyezi Mungu, I love Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, napenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, mimi ni mtu wa tauhid wa sunna sasa. Ndio lugha kwamba zinazunguka, ndio na ndio kweli. Lakini kweli utamhakikishia kweli mtu wa sunna huyo? Walakin min haythu azaa, ni kudai tu, hana ukweli wowote juu ya jambo kama hilo, hana ukweli. Qala Allah Ta'ala katika suratu Al-Ankabut aya 2 na aya 3, bismillahir rahmanir rahim, Mwenyezi Mungu anatuambia alif lam mim, ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Je, watu wanadhania wataachwa wasipewe mitihani masaibu eti kwa sababu wanasema tumeamini, na basi ndio wasijaribiwe, wasipatiwa mitihani? Walaqad fatanna alladhina min qablihim, hakika walipatiwa mitihani katika wale waliopita kabla yetu sisi, ili Allah subhanahu wa ta'ala nini afanye? Mwenyezi Mungu apate kudifferentiate alladhina sadaqu, wala ambao ni wa kweli, wala ya'lamanna kadhibin, na pate wajulikane wale ambao ni wao. Anakuja Sa'id bin Abi Waqqas radiyallahu anhu, qala qultu ya Rasulullah ayu nasi ashaddu bala? Qala ya Rasulullah أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل والأمثل. Sisi hatujapata mitihani yote ya kuruhusu, hatuna mitihani, hatuna mitihani. Watu walikuwa wanashinda the whole day bila chakula. Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam alikuwa anazungumza wazi ya kwa muda wa miezi 3 hatujafikia, bado hatujafikia matatizo kama haya. Kwa hivyo vipi utamjua mtu ni kweli anaozungumza wakati anapopata mtihani? Ameyaweka wazi haya Al-Fudayl bin Iyad rahimahullah, asema an-nasu fi afya madamu masturin, watu wako katika afya madamu wamesitiriwa. Kila mmoja hapa Allah ametusitiri. Ukimwona mtu bekandu na kofia atalifanya kwa sawa, nikikueleza yangu utakimbia kutoroka. Asema fa idha nazala bihimul bala, lakini wakati matatizo yanapokuwa, alikuwa na kazi hana kazi, tuko pamoja? Alikuwa na pesa, pesa zimeenda. Alikuwa na kadhaa watoto, mtoto amekufa. Alikuwa na bibi, bibi amekufa. Matatizo, atwambia dhaharat haqaiquhum. Sasa uhakika wa mtu ndio unadhihiri atwambia fasara almu'min ala imani, atabakia mu'min juu ya imani yake. Ameoza, amekuwa mtihani, bibi yake amekufa, mtoto wake ni mgonjwa, kuna kadhaa na kadhaa, alikuwa na gari mpaka ameuza, ako chini kabisa, lakini still ako na imani very strong juu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wasara munafiq ala nifaqi, na munafiki atabakia ataonekana juu ya unafiki wake. Jambo la nne la Uislamu,
Kwa nini Mwenyezi Mungu anatupatia mtihani? Kwa nini Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tadhkiru an-nas bi dhunubihim, ili waja wajikumbuke madhambi yao. Kwa hivyo kumbe nikiwa na matatizo Mwenyezi Mungu anataka mimi nikumbuke madhambi yangu, inamaanisha mimi ni kweli na muasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما روى عن الله تبارك وتعالى: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. Niombeni samaha nitawasamehe. قال الله تعالى في سورة الشورى آية 30: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. Mitihani ambayo kwamba mnaipata inatokamana na mikono yenu. Lakini wanadamu leo tumekuja kusahau kuona ya kuwa matatizo tunayopata mengi ni serikali. Mafuta yamepanda. Kwa nini mafuta yamepanda leo? Kwa sababu ya vita vya Iran na Amerika na Israeli. Gasi imepanda, ilikuwa ni 950, sasa hivi 1050. Kwa nini? Kwa sababu ni serikali. Sio? Tunajaribu sana kuangalia matatizo na uzito katika maisha yetu, tunanyosha kidole ni serikali, kiasi ya kuwa sahihi. Kuna grupu mbili hapa ndani ya msikiti, kuna watu wa one na two. Nafikiri nikisema huko tutakuelewa. Suala ni hawa wanasema ni one, wakiulizwa maisha imepanda. Hawa watu wanasema ya kuwa je, hamuna ajenda? Sasa wengi tumekuja kuona kumbe huyu hafai, anayefanya nani ni wawani. Je, sisi kama Waislamu tuna imani hawa wawani wakitukua hii serikali gasi itakuwa 500? Una imani hiyo? Watu wamekaa outside the government for 35 good years. Wakichukua serikali unadhania kuwa mambo yatakuwa shwari. Kulluhu millatun wahid, wote kumbe taufu mila moja. Angiao pale shekhe ni mfuko wake, si wewe. Waislamu tutazungumza baadaye, hayatufai mambo kama haya kabisa, hayatufai mambo kama haya. Lakini suala ni hili, watu wa Islamu, umekaa ukajiuliza ya kuwa maisha kwa magumu pengine ni dhambi lako lazifanya? Umejiuliza hilo? Leo uchafu umekithiri. Kwa nini isiwe ni sababu ya matatizo ambayo kwamba leo tunayafesi katika maisha yetu ikawa ni madhambi yako na yangu tunayafanya? Kwa nini tukubali hilo? Angalieni Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa asubuhi na jioni. Watu wanamuasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uzinifu umeongezeka, urongo umekuwa namba 1. Leo watu watumia mpaka dini zao kwa sababu ya urongo kuendesha maisha yao bila kujali kwa urongo katika Uislamu hafai. Uaminifu jambo ambalo wallahi leo limekosekana katika jamii yetu. Uaminifu hakuna. Mtu anakuja Muislamu na kiwa ustadi, niko na 1 2 3 nipatie kufanya kadhaa, wallahi ukisha kumpatia na simu anakublock haswa. Tunaita watu wa Uislamu. Dhulma leo zimezidi ya ibadillah. Ushoga mpaka leo watu wanakwenda katika barabara kudisha haki yao ya ushoga. Kwa hivyo kupanda kwa maisha si viongozi. Kupanda kwa maisha si Iran wala si kokote. Kupanda kwa maisha ni adhabu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anatupatia mtihani. Dhahara al-fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas.
Kwa nini Allah? Liyudhikahum ba'dha alladhi amilu la'allahum yarji'un, ili wao wapate kurejea. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu kumbe, tukipewa mitihani ya ugumu wa maisha tunamuasi Allah, Mwenyezi Mungu apatie mitihani ili turejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la mwisho kwa Uislamu ni al-kashfu an haqiqati dunya wa mata'iha al-ghurur. Hii dunia wengi katika sisi hatujaelewa dunia, hatujaelewa kwa sababu lao kwamba tutakuwa tunaelewa dunia nini, hatungelizungumza Muislamu leo haswali. Huyu Muislamu kwa haswali hufanya kazi kutoka saa 11, inamaanisha hata fajr haswali. Kwa nini? Kwa sababu ya dunia. Kwa sababu ya dunia anakimbizwa maisha, yani akili yake na kulingana na mfumo wa maisha na Qur'ani na Sunna. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuelezea wazi ya kwa katika hii dunia kuna watu wanaipenda sana kuishi na ni madhabahu gani? Mayahudi. Sasa wewe Yahudi, wewe ni Yahudi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Baqara aya 96 anatuambia, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa min alladhina ashraku bilani al-yahud. Abu Ja'far anatuambia, wala tajidannahum ashaddu an-nas harsan ala hayati wa ashadduhum karahatu bil maut al-yahud. Mayahudi ndio hawapendi kufa. Wao kwa wengine mamilioni na milioni watoto karibu malaki na malaki, kwao it is very simple, kitu kidogo sana. Lakini wao mmoja, Yahudi mmoja akiuawa, subhana. Sasa wewe ni Muislamu na ukimuuliza Muislamu what is the definition of dunia, dunia ni nini? Dunia ni nini? Hii dunia ni nini? Kwa ufupi, dunia ni lahmu na nari peke yake, ni uchafu na machozi. Kumbe tunakwenda mbio asubuhi na jioni. Dunia is nothing. Dunia is nothing. Kala Allah Ta'ala, Mwenyezi Mungu anatuambia katika suratul Ankabut, wa ma hadhihi alhayatu dunya illa lahwun wa la'ibun. Kisha anatuambia, wa inna ad-dara al-akhirata lahiya al-hayawan law kanu ya'lamun. Mwenyezi Mungu mwisho anatuambia akhera ndio maisha ya uhakika halisia kabisa, lakini hii dunia ni lahu wa la'ib. Kisha anatuambia lakini law kanu ya'lamun, lau kama unajua. Inamaanisha tuko na upungufu wa sisi Waislamu kuielewa na kufahamu hii dunia. Kwa hivyo, kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tupatia mitihani kama vifo? Angalia, vifo vimezidi. Juzi nimeenda kuzika ndugu yetu alipewa mamake Ahmed. Nimeenda Majengo nikitarajia kwa janaeza ni ya mamake, lakini nikiingia msikitini majeneza mawili. Tukaenda kuzika tajua ni mawili, mara nyingine tuna nini limekuja. Juzi Masjid Salam adhuhuri peke yake pamoja na asri karibu majanaiza 8. Watu wanakufa wakufa Islam. Utajibu hili Allah, hii masala kukimbizana kwa dunia wakufa Islam. Tufanyeni, tutafuteni asbabu, lakini tumwombeeni Allah, tuacheni maasi. Kwa hivyo hali yote hii Mwenyezi Mungu akitupatia matatizo kama haya ili kutupima imani yetu, na vile vile matatizo kama haya yakija sisi tuna madhambi, turejee kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina fastaghfiruhu fa innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد،
قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول أجمعين والتمام وفي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وزيوت المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على